Mlango wa pili. Katika mwezi wa 7, siku ya 21 ya mwezi, neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha Hagai nabii, kusema, sema sasa na Zerubabeli mwana wa Shealtieli liwali wa Yuda, na Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, na hayo mabaki ya watu, ukisema, miongoni mwenu amebaki nani aliyeiona nyumba hii katika utukufu wake wa kwanza? Nanyi mnaionaje sasa? Je, mbele ya macho yenu siyo kama si kitu? Lakini sasa uwe hodari, e Zerubabeli, asema Bwana, nawe uwe hodari, e Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, nanyi iweni hodari, enyi watu wote wa nchi hii, asema Bwana, mkafanye kazi, kwa kuwa mimi ni pamoja nanyi, asema Bwana wa majeshi. Kama neno lile nililoagana nanyi mlipotoka katika nchi ya Misri, na roho yangu inakaa kati yenu. Msiogope, kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, mara moja tena, ni kitambo kidogo tu, nami nitazitikisa hizo mbingu na nchi na bahari na nchi kavu. Nami nitatikisa mataifa yote, na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja. Nami nitaijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Fedha ni mali yangu, na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Siku ya 24 ya mwezi wa 9, katika mwaka wa pili wa Dario, neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha Hagai nabii, kusema, Bwana wa majeshi asema hivi, waulizeni sasa makuhani katika habari ya sheria, mkisema, mtu akichukua nyama takatifu katika upindo wa nguo yake, naye akagusa kwa upindo wake mkate au ugali au divai au mafuta au chakula chochote, je, kitu hicho kitakuwa kitakatifu? Makuhani wakajibu wakasema, la. Ndipo Hagai akasema, kama mtu aliyetiwa unajisi kwa kugusa maiti akigusa kimojawapo cha vitu hivi, je, kitakuwa najisi? Makuhani wakajibu wakasema, kitakuwa najisi. Ndipo Hagai akajibu akasema, hivyo ndivyo walivyo watu hawa, na hivyo ndivyo lilivyo taifa hili mbele zangu, asema Bwana. Na hivyo ndivyo ilivyo kila kazi ya mikono yao, na kitu hicho kitoacho sadaka huko ni najisi. Na sasa nawaomba, tafakarini tangu siku hii na siku zilizopita, kabla halijatiwa bado jiwe juu ya jiwe katika nyumba ya Bwana. Katika wakati huo wote, mtu alipofikia chungu ya vipimo 20, palikuwa na vipimo 10 tu, na mtu alipofikia shinikizo apate kuteka divai ya vyombo 50, palikuwa na divai ya vyombo 20 tu. Naliwapiga kwa ukavu na ukungu na mvua ya mawe katika kazi zote za mikono yenu, lakini hamkunielekea mimi, asema Bwana. Tafakarini na waomba tangu siku hii ya leo na siku zijazo, tangu siku ya 24 ya mwezi wa 9, naam, tangu siku hiyo ulipowekwa msingi wa hekalu la Bwana. Tafakarini haya. Je, mbegu ingali ghalani? Naam, huo mzabibu wala mtini wala mkomamanga wala mzeituni haikuzaa kitu. Tangu siku hii ya leo nitawabariki. Kisha neno la Bwana likamjia Hagai mara pili, siku ya 24 ya mwezi, kusema, sema na Zerubabeli liwali wa Yuda, ukisema, nitazitikisa mbingu na dunia, nami nitakipindua kiti cha enzi cha falme, nami nitaziharibu nguvu za falme za mataifa, nami nitayapindua magari na hao wapandao ndani yake, farasi na hao wapandao wataanguka chini, kila mtu kwa upanga wa ndugu yake. Katika siku ile, asema Bwana wa majeshi, nitakutoa wewe, e Zerubabeli mtumishi wangu, mwana wa Shealtieli, asema Bwana, nami nitakufanya kuwa kama pete yenye muhuri, kwa kuwa nimekuchagua, asema Bwana wa majeshi.